Katika makazi ambayo tunaishi mimi na wewe, zipo nyakati ambazo tunawakaribisha watu wa aina mbalimbali. Katika watu ambao tunawakaribisha kwenye makazi yetu, wamegawanyika katika makundi mawili. Wapo watu wazuri, yani watu wema, na wapo watu wabaya. Wanaweza wakawa wachawi au wanaweza wakawa watu ambao wamebeba negative energy ndani yao, au wanaweza wakawa binadamu wenye malengo mabaya na sisi. Hawa wote ni binadamu wabaya katika maisha yetu. Unapowakaribisha watu wazuri katika makazi yako, zipo ishara ambazo unaweza kuziona ndani yako na kwa baadhi ya vitu ambavyo vinakuzunguka. Lakini unapowakaribisha watu wabaya katika makazi yako, zipo ishara mbalimbali ambazo unaweza ukaziona kwenye maisha yako. Ndani ya video hii nitakwenda kukuambia ishara mbalimbali ambazo ukiziona baada ya kumkaribisha mtu katika makazi yako, ujue umemkaribisha binadamu mbaya nyumbani kwako. Kama na wewe ni moja kati ya watu wanaotamani kujifunza kuhusiana na jambo hili, basi video hii nimeitengeneza mahususi kwa ajili yako. Ili uendelee kujifunza mambo mbalimbali kupitia video zetu, jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli hii ya Fafanuo Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii. Hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Zifuatazo ni ishara ambazo ukiziona baada ya kumkaribisha mtu fulani kwenye makazi yako, ujue umemkaribisha mtu mbaya nyumbani kwako. Namba 1, atakapoingia katika makazi yako kwa mara ya kwanza, utahisi mwili wako wote unasisimka. Wapo baadhi ya watu ambao hawaelewi ni nini maana ya mwili kusisimka. Huwa unahisi ni kama kuna vitu katika mwili wako vinavuta kwa juu. Nywele zako pia inakuwa ni kama kuna nguvu fulani inazivuta kwa juu. Endapo utapata mgeni alafu ukahisi ishara hiyo katika mwili wako, kuna uwezekano mgeni ambaye umemkaribisha katika makazi yako si mtu mzuri. Ina uwezekano ndani yake amebeba negative energy. Na sote tunajua mwanadamu anapoingia katika makazi yako na negative energy, inaweza ikawa ni sababu ya kuvuta negative energy nyingi kwenye makazi yako. Na negative energy zinapotawala kwenye makazi yako, inakuwa ni sababu ya kuanza kuandamwa na mikosi na umaskini. Wakati mwingine mgeni wako anapoingia kwenye makazi yako, mwili wako unaweza usisisimke, lakini mara baada tu ya kusalimiana naye kwa kupeana mikono, ukahisi ni kama mwili wako umepokea nguvu fulani mbaya ambayo imepelekea mwili wako upate msisimko. Jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini. Macho yetu ya damu na nyama hayawezi kutazama katika ulimwengu wa kiroho. Ulimwengu wa kiroho unaweza kushuhudiwa na nguvu zetu za kiroho. Ndio maana asilimia kubwa ya binadamu wenye nguvu za kiroho kuliko binadamu wengine wanaweza kutazama katika ulimwengu usioonekana kwa macho ya kawaida. Hivyo mwili wako unasisimka kwa sababu una nguvu za kiroho ambazo zinaweza kuhisi uwepo wa nguvu isiyokuwa ya kawaida kwenye makazi yako. Namba 2, kama katika makazi yako kuna mtoto mdogo ama mtoto mchanga, basi ataanza kulia ghafla kana kwamba anaogopa kitu fulani mara baada tu ya mgeni kuingia kwenye makazi yako. Ninaomba hapa tusielewe vibaya. Wapo baadhi ya watoto wana kawaida ya kuogopa watu wageni kwenye maisha yao. Mara nyingi watoto hao wanapomuona mtu mgeni huanza kulia, na mara nyingi hawa ni watoto ambao kwa namna fulani wameshaanza kuzitambua sura za ndugu zao au watu wao wa karibu. Lakini kuna nyakati ambazo mtoto anaweza akawa mchanga kiasi kwamba hawezi kutambua mtu kwa kumtazama sura yake. Huu ni wakati ambao mtoto anaweza kumtambua mama yake pekee. Lakini pamoja na kuwa hawatambui watu, mtoto huyu hana kawaida ya kulialia pindi wanapokuja watu wageni katika makazi yako. Lakini anaposhuhudia ujio wa mtu fulani katika makazi yako, unashangaa mtoto huyo anaanza kulia kwa uchungu, anashauti ni kama kuna kitu cha kutisha au cha kuogofya ambacho kimeingia kwenye makazi yako. Mara nyingi ishara hii hujidhihirisha kwa watoto wachanga, lakini pia
Hata wakati mwingine mtoto wako mchanga anaweza kumkazia macho mgeni huyo kana kwamba anashangaa kitu fulani, na ishara hiyo ataionyesha kwa muda mrefu sana. Hata mgeni huyo akihama kutoka katika eneo ambalo alikuwa amekaa na kwenda kukaa katika eneo jingine, utaona mtoto anaendelea kugeuza macho na kuendelea kumtazama mgeni huyo. Anakuwa na hali fulani ya kushangaa. Ukimtazama mtoto katika sura yake, unaona ni kama kuna kitu ambacho anaogopa. Ukiona ishara hii baada ya kutembelewa na ugeni wa mtu fulani, tilia mashaka, kwa sababu watoto wanaweza kuona vitu ambavyo binadamu wenye utu uzima hawawezi kuvitazama. Inawezekana mwanao ameona kuna kitu kisichokuwa cha kawaida ambacho anacho mgeni ambaye amekuja katika makazi yako. Namba 3, mifugo ambayo unayo katika makazi yako kuanza kulia milio ya ajabu muda mfupi baada ya mgeni wako kuingia kwenye makazi yako. Pamoja na kuwa asilimia kubwa ya wanadamu wameweka mifugo katika makazi yao kwa matumizi mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kupata kitoweo, lakini baadhi ya mifugo imewekwa kama kitu kinachosaidia ulinzi katika ulimwengu wa kimwili. Lakini jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini, wakati mwingine mifugo ambayo tumeifuga kwenye makazi yetu inaweza kuwa na muungano wa kiroho moja kwa moja, na ndiyo maana inaweza kutazama vitu ambavyo macho yetu ya kawaida hayawezi kuvitazama. Hebu niambie, hujawahi kukutana na bata ambaye anakuwa ni kama ameduaa, anashangaa kitu fulani kwa muda mrefu? Yaani hata kama wapo bata watatu, unaona wameelekeza vichwa vyao katika uelekeo mmoja, alafu wanakuwa wapo katika utulivu, ni kama wanashangaa kitu fulani, na kitendo hicho kinaweza kudumu kwa nyakati fulani, na baada ya muda mfupi kinatoweka. Unaona bata wanaendelea na maisha yao ya kawaida. Ama hebu nikuulize, kama wewe ni mfugaji wa mbwa, hakuna nyakati ambazo huwa unawashuhudia mbwa wako wakiwa wanalia milio ya ajabu? Na mara nyingi mbwa hao wanapokuwa wanatoa milio hiyo, wote wanakuwa wamegeukia katika upande mmoja kana kwamba wanashangaa kitu fulani, na hali hiyo inaweza kudumu kwa kipindi fulani na kisha inatoweka na mbwa wako wanaendelea na maisha yao ya kawaida. Ama kama wewe ni mfugaji wa paka, hebu niambie, hakuna nyakati ambazo huwa unawasikia paka wakitoa milio ya ajabu ambayo kwa namna fulani au nyingine mpaka wewe inakutisha? Na mara nyingi paka wanapokuwa wanatoa milio hiyo, hata kama wapo watatu, unakuta wote wameelekea katika upande mmoja, wanakuwa ni kama wanashangaa kitu fulani, lakini ndani ya muda mfupi hali hiyo inatoweka na wao wanaendelea katika shughuli zao za kawaida. Haijalishi wewe ni nani, upo katika makazi gani, unapoona hali hiyo katika makazi yako, ujue kuna uwepo wa viumbe wa kiroho ambao macho yako ya kawaida hayawezi kuwatazama. Na ndivyo ilivyo anapokuja mwanadamu ambaye ni mbaya kwenye makazi yako. Viumbe hawa wanaweza kuuona ubaya wake, kwa sababu wanaweza kutazama vitu ambavyo wewe hauwezi kuvitazama. Binadamu huyo atakapoingia katika makazi yako, mifugo mbalimbali ambayo ipo katika makazi yako itaonesha mabadiliko ya ajabu, ikiwa ni pamoja na kuanza kulia milio ya ajabu huku ikimtazama mgeni huyo. Utakapoona ishara hiyo, usistaajabu wala usimuoneshe mgeni wako kuwa kuna kitu ambacho umekijua kutoka kwake. Jambo la msingi ambalo unatakiwa kulifanya ni kwenda kufanya maombi ikiwa wewe ni mtu wa ibada, kwa sababu kwa kitendo cha kufanya ibada itakwenda kuvunja kila nguvu ambayo mgeni huyo amekuja nayo, kwa sababu ishara umeshapewa na mifugo ambayo umeifuga kwenye makazi yako. Namba 4, nyumba yako itatawaliwa na hali isiyokuwa ya kawaida muda mfupi baada ya mgeni kuingia kwenye makazi yako. Miongoni mwa viashiria vya uwepo wa viumbe wa kiroho huwa ni mabadiliko ya hali ya hewa katika eneo fulani. Ulishawahi kupita katika eneo fulani hali ya kuwa ilikuwa ni msimu wa baridi, lakini ukakuta kuna kaeneo fulani kana joto, na baada ya kupita katika eneo hilo ukajihisi ni kama kuna vitu vinakuangalia, ama ukahisi msisimko wa mwili wako? Ujue eneo hilo linaashiria uwepo wa viumbe ambao macho yako ya kawaida hayawezi kuwatazama. Ndivyo ilivyo mtu mwenye nguvu za kiroho, either negative energy au positive energy, au mtu mwenye nia mbaya ya kichawi anapoingia kwenye makazi yako
kuna hali ambayo unaweza kuishuhudia ikibadilika ghafla katika makazi yako. Kama kulikuwa na hali ya joto, utaona ni kama kuna kiubaridi fulani kimekuja kwenye makazi yako mara baada tu ya mtu huyo kuingia kwenye makazi yako. Na kama kulikuwa na hali ya ubaridi, utaona kuna mabadiliko ya ujoto ambayo yanakuja ghafla katika makazi yako, na kuanzia hapo hautakuwa na amani tena. Kuna hali fulani ya sintofahamu ambayo utakuwa nayo. Utajikuta umeingiwa na wasiwasi ambayo hauelewi chanzo chake ni nini. Kumbuka, mwili wako hauwezi kushika vitu ambavyo vipo katika ulimwengu wa kiroho, wala macho yako hayawezi kutazama vitu ambavyo vipo katika ulimwengu wa kiroho, na hata ulimi wako hauwezi kulamba na kupata hisia au ladha ya vitu ambavyo vipo katika ulimwengu wa kiroho, na hata pua yako haiwezi kunusa harufu ya vitu ambavyo vipo katika ulimwengu wa kiroho. Lakini jicho lako la tatu ama hisia yako au mlango wa sita wa fahamu ambao ni mlango wa kiroho, unaweza kuhisi uwepo wa nguvu fulani ya kiroho katika makazi yako. Hivyo endapo hali hiyo utaihisi katika makazi yako, ujue uwezo wako wa mlango wa sita ambao huwa ni mlango wa kiroho unafanya kazi, na ishara hiyo inaashiria kuna kitu kisichokuwa cha kawaida ambacho kimeingia kwenye makazi yako. Namba 5, utaanza kupata ndoto zisizokuwa za kawaida mara baada ya mgeni huyo kutembelea katika makazi yako. Mwanadamu anapolala na kupata ndoto zina maana mbili katika maisha ya mwanadamu. Zipo ndoto ambazo mwanadamu anaweza kuziota kutokana na kile ambacho alikuwa anakifikiria muda mfupi kabla ya kupitiwa na usingizi, na mara nyingi ndoto hizi huanza muda mfupi baada ya mwanadamu kulala. Lakini kundi la pili ni ndoto ambazo humpa mwanadamu ujumbe maalum wa kiroho katika maisha yake, na mara nyingi ndoto hizi zinaweza kuwa kama maono ya kweli ambayo mwanadamu hupewa katika maisha yake. Tangu mgeni alipokuja, ukiona umeanza kupata ndoto za aina hii ambazo mara nyingi hutokea kuanzia usiku wa saa 8, saa 9 na saa 10. Na mara nyingi ndoto hizi huwa zinakuwa za kujirudia. Unaweza ukalala saa 8 usiku, kuna ndoto fulani inakujia na ni ndoto ambayo hulikuwa haufikirii kama unaweza kuiota, kwa sababu wakati mwingine mtu anaweza kuota ndoto kwa sababu anawaza kitu fulani, ama ni tukio ambalo linajirudia katika ufahamu wake, yani kitu ambacho amewahi kufanya katika siku za zamani. Lakini ndoto ambayo inakujia wewe inakuwa ni ndoto ambayo haukuwa ukifikiria muda mfupi kabla ya kulala. Na mara nyingi ndoto hiyo unaposhtuka ukirudi kulala tena, unajikuta inaendelea pale ilipoishia, ama unajikuta unaiota tena ndoto ya vile vile, na mtu unayemuota anakuwa ni yule yule. Mara nyingi atakuwa ni mtu ambaye ni mgeni ambaye ametembelea katika makazi yako. Sasa hapo inakuwa inategemeana na ni ndoto ya aina gani ambayo unaiota. Mara nyingi unaweza ukaota ni kama unakimbizwa na mtu huyo, ama kuna vitu fulani vya kutisha ambavyo mtu huyo anavifanya. Ukiona ndoto hizo zinajirudia katika mida hiyo, yani kuanzia saa 8 mpaka saa 10, ujue umetembelewa na mwanadamu ambaye inawezekana ni mchawi ama ni mtu mwenye nia mbaya. Chukua hatua haraka sana, kwa sababu inawezekana ukadhurika. Mimi kwa leo ninaomba niishie hapa. Ninahitimisha nikiamini kuna jambo kubwa ambalo umejifunza kupitia video hii. Nikutakie wakati mwema. Asante, bye. Tukutane tena katika video ijayo.